Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Sawa, lakini tufikie hoja basi. Mada ni chanjo inakuwa katika neema, sehemu ya pili. Sehemu ya pili. Tulikuwa tunazungumza hebu tupitie Jumatano iliyopita ili tuingie kwenye mada ya usiku wa leo. Tulikuwa tunazungumza juu ya kuwa na chanjo moja tu, sio mbili. Kivuli. Katika kivuli, ikiwa kwenye kivuli kulikuwa na kifuniko. Katika nuru kuna mwingine na utukufu zaidi, kwa sababu kila kitu cha Agano la Kale kinarudiwa katika Jipya, lakini kwa utukufu mwingine. Basi palikuwa na kifuniko kimoja tu, nacho kilikuwa cha watu mmoja kwa ajili ya wana wa Israeli. Na kifuniko hicho kiliwekwa kwenye sanduku la mbao chini ya alama fulani. Na kama wangetii, uwepo wa Mungu ulikuwepo. Na ilikuwa kwa ajili ya manufaa binafsi, kwa ajili ya ulinzi kutoka kwa adui, kwa ajili ya uponyaji, kufungua maji. Bahari ilifunguka. Kulikuwa na miujiza mingi sana miongoni mwa watu wa Israeli. Sasa ilikuwa jalada moja. Miji mingine haikuwa hivyo. Ndiyo maana watu wa Israeli walifanya watu wa mataifa mengine wivu. Kwa sababu Mungu alitoa chanjo hiyo kwao tu. Na kisha katika Agano Jipya, mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, utume wao uliisha Kristo alipokufa, kwa sababu walikuwa na utume wakati Yesu wa Nazareti alipokuwa hai. Ilikuwa ni sawa na Agano la Kale. Sheria ilikuwa inatumika, kwa hiyo hawakujua neema. Wala Petro wala Yohana hakuna. Walikuwa kama wachungaji wa siku hizi. Sawa tu. Umewasikia wachungaji hawa wakihubiri redioni. Huyo alikuwa ni Petro na huyo alikuwa Yohana. Naam, ni lazima iwe hivyo kwa sababu wanaiga maandishi hayo. Kwa hiyo unaweza kufikiria Yohana akipiga kelele na Petro akikemea. Na vizuri, walifanya jambo lile lile. Sasa Paulo alikuwa tofauti. Kwa sababu Paulo alionekana kama mtoa mimba. Na kisha Mungu anamzuia kujifunza kutoka kwa mitume. Ndiyo maana asema, Bwana alinitokea wala sikumwona mtume hata mmoja. Kwa miaka 3 alitoweka. Kwa hiyo ilikuwa ni Mungu mwenyewe aliyempa Paulo ufunuo huo. Kisha utume unaundwa. Injili inaundwa katika mawazo ya Paulo. Miaka 3 baadaye alienda Yerusalemu kumwona Petro, lakini Paulo alikuwa tayari ameshajiandaa. Je, ni mazoezi gani mazuri kwako? Unapojifunza neno hili, ndani ya wiki 2 unataka kwenda na kubadilisha kila mtu. Na ghafla unafadhaika, unasema, nilikasirika, nilisahau nilichosema. Jitie nguvu, subiri kidogo, jifunze neno, tafuta mistari ilipo. Na uwe na nguvu, kwa sababu unapozungumza juu ya hili watakuambia hapana, lakini angalia mstari huu mwingine. Lazima utumie akili yako na ujibu, sawa, tutaangalia hilo baadaye. Wacha tuone hii niliyo nayo. Na uwe thabiti katika yale utakayoyawasilisha. Na kisha kukuletea chochote ambacho mtu mwingine anataka. Lakini unapaswa kuwa na busara. Huweza kunena neno hili, kwa sababu neno hili isipokuwa limefunuliwa halieleweki. Yaani hawatakuelewa kirahisi. Kwa hiyo kuna chanjo moja tu. Yeyote aliye nacho, aliye na kifuniko hicho, hana budi kutembea katika kweli. Hakuna mwingine, ni chanjo moja. Kwa hiyo yeyote mwenye coverage hiyo ni kwa sababu ana ukweli, sio sehemu ya ukweli, lazima iwe ukweli wote, vinginevyo coverage haifanyi kazi. Sasa unaweza kufikiria hivi. Mtume, nadhani unatia chumvi. Lazima kuwe na maeneo mengine. Mahali fulani nchini Marekani au duniani, ukweli unaweza uongo mahali pengine. Haiwezi kuwa tuna ukweli wote. Naam, basi tunapaswa kuwasilisha ushahidi. Ukisema huo ukweli inaweza kuwa mahali pengine, basi lazima ithibitishwe. Kuzungumza na kuamini kile Mtume Paulo anasema, kwa sababu Mtume Paulo alileta injili ya ukweli. Sasa,
Utaniambiaje kuwa mchungaji wa pembeni yuko sahihi wakati anamwogopa Shetani? Kwa hiyo Paulo anasema Shetani aliangamizwa. Ili mchungaji huyo hawezi kuwa na ukweli, kwa sababu Shetani aliharibiwa, na anakuambia, tazama, Ezekieli 28:19, Isaya 27:1-2 anakuambia, Wakolosai saa 2:15 inakuambia, Waibrania saa 2:14 inakuambia, Yohana mwenyewe anakuambia 12:31. Hiyo ni mistari unapaswa kujifunza. Je, kwa njia sawa na vile unavyojifunza nyimbo hizo za Luis Miguel na mambo hayo yote, jifunze mistari hii kwa sababu ni rahisi zaidi. Ukiweza kujifunza hilo, wakati mwingine ningemwambia baba yangu, "Hey, unawezaje kusoma gazeti? Tangu mwanzo hadi mwisho alisoma gazeti, lakini mimi kuweka Biblia mbele yako na huwezi." Na nikasema, ndivyo hivyo. Kwa hiyo kuna watu wanatumia akili zao nyingi kwa mambo ambayo hawahitaji kuzitumia. Kwa hiyo sawa, Shetani ameharibiwa. Wachungaji wengine wanaamini kwamba bado amesimama. Kweli ndivyo inavyoniambia hii siyo sawa. Yohana Mbatizaji alisema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama, huyo ndiye mwana-kondoo wa Mungu, ndiye anayeuondoa. Alipokufa alifanya nini? Akaivua. Basi kama aliondoa, siwezi tena kukuita mwenye dhambi, kwa sababu hakuna dhambi tena. Na ndipo Paulo anaithibitisha na kusema katika Waibrania 9:26. Anasema kwamba aliteseka mara moja ili kuondoa dhambi katikati. Na nabii Zekaria katika sura ya 3 mstari wa 9 alisema, mtumishi wangu yeye ajaye ataondoa dhambi duniani kwa siku moja. Kwa nini ndani ya siku moja? Kwa sababu siku moja aliingia. Hakukuwa na dhambi hapo awali. Adamu kwa kutotii alileta dhambi ulimwenguni. Kwa nini Yesu Kristo ambaye ni Adamu wa mwisho hawezi kuiondoa kwa siku moja ikiwa alikuja siku moja? Wachungaji hawa wanapaswa kuwa na mantiki kidogo kuelewa hili. Lakini hapana, wanaendelea kusema kwamba wewe ni mwenye dhambi. Halafu wanawauliza, je, mna ukweli? Hapana, hawana ukweli wowote. Wako nyuma kwa miaka 2000. Sijui jinsi bora ya kuielezea. Jambo lingine, kuna maneno ambayo ni muhimu sana kujua kama uko sahihi. Tofauti au umoja. Kwa mfano, tunaamini katika umoja, sio utofauti. Hebu nieleze. Umoja maana yake kwamba kuna tarumbeta inayolia au mtume anayezungumza na sote tunajifunza kutoka kwake. Hata kama si mimi, kama ninataka kuwa katika umoja, ikiwa ni mtu mwingine, basi ningelazimika kwa upendo wa umoja kurudia kitu sawa na yeye na si kufundisha kitu kingine chochote. Sasa faida za ukweli ni zipi? Ikiwa ninayo kweli na enenda katika umoja wa Roho, unajua nini kinaendelea? Kwamba katika kusanyiko hili hakuna anayeweza kufanya hivyo. Ni marufuku. Si kwa ajili yangu. Imepigwa marufuku na kitengo. Umoja huo hauwezi, kwa sababu ikiwa hapa unaleta maoni tofauti na yangu, wanakukata. Wanakuvunja, hawakuachi kwa sekunde 2, wanakukata na ndivyo hivyo. Halo, sielewi hivyo. Yeyote ni nani? Kutoka kwa Mwana, Baba, Mama, kwa sababu hii si mwili. Ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Sasa, unaweza kufikiria ulinzi wa serikali kama hii inayo. Hii sio demokrasia. Kuna tofauti katika demokrasia. Mungu hakuwahi kuwa hivyo. Ya kidemokrasia. Mungu alikuwa dikteta. Naye asema, mwigeni Mungu kama watoto wapendwa. Na mimi ni nini? Dikteta. Hiyo ndiyo serikali tuliyo nayo. Siulizi mtu chochote hapa. Siwezi, kwa sababu ni hivyo.
Yeye ndiye maoni bora. Je, hiyo inakuweka huru kutoka kwa nini? Kutokana na kuona migogoro kanisani. Unajua ni watu wangapi wanateseka wanapoona familia 2 au 3 zinaondoka kwa machozi? Na nini kilitokea? Hapana, tazama, ni kwamba huyu alisema na yule akasema na jambo kubwa likazuka, ndiyo maana wakaondoka. Swali ni kwamba nina mamlaka mengi na ndivyo watu wanaogopa. Wengine wana roho ya woga. Lakini aliye na ukweli huo humlinda asitumie mamlaka hayo vibaya. Kinyume chake, ukweli ni kwamba inachofanya ni kwamba inakupa mtazamo wa heshima kuelekea kanisa. Wale wanaonijua hapa katika miaka 17 sijawahi kutumia vibaya mamlaka hata kwa mdogo au na mtu yeyote. Badala yake ninamwona kuwa mkuu kuliko mimi. Kwa sababu ukweli hauwezi kutoa kitu kingine chochote. Kwa hivyo angalia kwamba umoja na ukweli una nguvu sana kwamba nina mataifa 24 na hawawezi kusonga kidole. Sio wazo. Halo mtume, lakini hiyo ni hatari. Hii ni kitamu, sio hatari. Unaenda kwenye kusanyiko mahali fulani na unaketi karibu na mtu ambaye hujawahi kukutana naye, ambaye anazungumza lugha nyingine na anaimba na kufikiri kama wewe. Ni utukufu. Hilo halijawahi kutokea katika historia. Sasa Mungu anapoona jambo kama sisi anasema, nitaweka kifuniko changu hapo kwa sababu kuna umoja. Hakutakuwa na migawanyiko huko. Inalindwa. Mungu mwenyewe ndiye ameunda imani hizi hivi. Na waonea huruma wachungaji ambao hawataki kuingia katika umoja. Hiyo ndiyo habari ya kukua katika neema, haiwezi kuharibika. Ulimwengu haujawahi kuona kitu kama hiki. Haijakuwepo. Sikumjua. Kidogo inadhihirika kwa sababu ili Mungu afanikishe hili alinichukua kwa miaka na miaka, mwaka wa kwanza, wa pili na sikujua niendako. Nami nawazia Bwana akisema, maskini, ngoja nimbebe mpaka afike. Na kwa hivyo sasa ninaelewa. Na hii ni ya manufaa kwa kila mtu, kwa sababu unajua kwa nini haujaona maajabu zaidi? Kwa sababu ninakuwa nayo. Na kwa hiyo kama kuhani ndivyo kusanyiko, kama baba, kama mwana, kulingana na ukuaji ndivyo udhihirisho. Ina maana kidogo ninapokuwa, itafika wakati dalili utaziona katika huduma hii. Ni mambo ya ajabu. Kwa hiyo, ukiona mchungaji ambaye si chini ya Mtume Paulo, kwa kweli hata usimwite mchungaji. Yeye si mchungaji kwa sababu mchungaji anatakiwa kuhubiri Injili. Na Injili inasema shetani aliangamizwa. Injili inasema kwamba dhambi iliondolewa. Injili inasema kwamba Kristo alimuoa mke wake ipasavyo aliyepambwa kwake na kwa toleo moja akaikamilisha. Injili inasema kwamba lazima tuache kanuni za msingi za mafundisho ya Kristo na sio mafundisho ya Yesu Kristo. Mambo ya msingi, alipokuwa katika mwili alikuwa ni fundisho. Alipofufuka alileta fundisho lingine. Na wachungaji hawa hawataki kuacha hilo. Kwa hiyo ili niamini kuwa mtu ana ukweli, inabidi aige mtume wangu. Kwa Pablo, ndiyo maana akasema, mimi ndiye mbunifu mtaalamu. Sasa wiki iliyopita tulikuwa tunasema kwamba kuna faida fulani. Anakuongoza, anakurekebisha na kukufanikisha. Hatua hizo 3 hukufanya kurithi baraka. Hebu tuone. Nini Yesu wa Nazareti alinukuu juu ya kile Zaburi ya ulinzi ilisema. Chanjo.
Hebu tutafute Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Hivi ndivyo Shetani alivyomnukuu Yesu wa Nazareti alipokuwa jangwani. Yesu alikuwa anafunga siku 40 mchana na usiku. Akamwita. Kwa kawaida alinukuliwa vibaya. Lakini kabla ya kuharibiwa, Shetani alitumia Zaburi hii. Jambazi alijua Biblia, unaona? Zaburi ya 91. Kutoka mstari wa 11 hadi 16. Anasema basi kwa malaika zake. Hey, ana malaika wengi, sawa? Oh. Kwa malaika zake atatuma amri kuhusu wewe. Unakumbuka nini? Na wakulinde katika njia zako zote. Watakuchukua mikononi mwao, ili mguu wako usijikwae juu ya jiwe. Kuhusu simba, nanyi mtakanyaga nyoka. Utamkanyaga mwana simba na joka. Kwa sababu amekaza kunipenda, kwa hiyo nitamwokoa, nitamweka juu kwa sababu amenijua jina langu. Ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye katika taabu, nitamkomboa na kumtukuza. Nitamshibisha kwa maisha marefu, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Ndivyo alivyotuonyesha. Ningefanya nini bila malaika? Fikiria, ikiwa wao ndio wanaofanya huduma hii, nisingeweza kufanya hivi. Unajua, wewe ambaye umekuwa karibu nami kwa miaka, umeona mapito ya wizara hii. Mwanaume hawezi kufikia hili. Nina malaika ambaye jina lake ni hasa jina lake ni Gabrieli. Malaika aliyepewa huduma yangu, ambaye amezungumza nami mara kadhaa. Nani alinipeleka Miami? Sikuwa nakuja Miami. Haikuwa akilini mwangu. Malaika aliponiambia nenda Miami, kwamba nina daraja kwa mataifa yote. Nakumbuka aliniambia haya kwa uwazi sana. Na tayari amejidhihirisha kwangu mara kadhaa. Mara kadhaa, kwa miaka mingi, mara kadhaa. Unapaswa kukua katika ujuzi, kwa heshima, katika mtazamo kuelekea malaika wako ili waweze kujidhihirisha kwako. Hao ni viumbe wenye nguvu. Mmoja pekee alivuka watu milioni 2 kupitia Bahari Nyekundu. Ni viumbe ambavyo unapaswa kukua katika hofu ya utakatifu wao. Unapaswa kuheshimu kifuniko hiki. Kuzungumza na wewe kwa heshima. Angalia, ninashiriki na tulikuwa na wakati mzuri na maaskofu na kila kitu. Lakini inapokuja juu yake haiathiri mtu yeyote. Kwa sababu hilo ni kifuniko cha malaika. Na tunapozungumza juu ya kitu ambacho sio mtandaoni, mara moja, jamani, ninagairi maneno haya. Ni ujinga wa akili yangu. Wanafutwa mara moja. Kwa sababu kitu kimoja ni mwili na kitu kingine ni kifuniko cha malaika. Hiyo nimeiheshimu hiyo 100%. Ninatakiwa kuwa mkamilifu kwa 100% katika kutii hilo. Katika mwili nimefanya makosa kama wewe, kwa sababu nyama iko hivyo. Lakini kuhusu hilo, inakurekebisha, anakuongoza, anakusahihisha. Kwa madhumuni gani? Twende kwa Waebrania sura ya 12. Waebrania, barua kwa Waebrania sura ya 12. Aya ya 5 kuendelea.
Na mmesahau mawaidha yanayowaita wana, yakisema, hu mwanangu, usidharau adabu ya Bwana, wala usifadhaike unapokemewa naye, kwa maana Bwana anampenda nidhamu, na humpiga kila mtu ampokeaye kama mwana, kwa wote, sio kwa wengine. Hii ni kwa kila mtu, ikiwa ni pamoja na mimi, wewe, kila mtu, kwa sababu amekuchukua kama mwanawe. Na nitakuambia siri kadhaa hivi sasa, kwamba yeye amtwaye kuwa mwanawe anafanya haya yote kwa madhumuni mengine makubwa. Lakini ikiwa alikuchukua kama mwana, wewe ni mwana mali. Anasema mstari wa 7, ukistahimili nidhamu, Mungu anawatendea kama watoto. Kwa maana ni mwana gani ambaye baba yake hamrudi? Lakini kama wewe ni kushoto bila nidhamu, ambayo sema kila mtu, wote wamekuwa washiriki, basi ninyi ni wanaharamu na si watoto. Ukisema haleluya hapa, nitakachosema ni kwamba huyo ni mwanaharamu. Tazama, unasema haleluya kwenye vyombo vyetu vya habari. Hujui upuuzi unaoongea. Huo ni upuuzi, lakini labda sio kwako, na ndiyo sababu unasema, oh, neno hilo ni zuri sana. Nina hakika unadhani neno hilo ni zuri kwa sababu wewe ni mwanaharamu. Unaona maneno hayo kuwa mazuri wakati si mazuri hata kidogo. Neno hilo ni la kutisha. Situbutu kumwambia mtu yeyote. Afadhali nimwambie nenda huko sijui wapi, ambayo ni chini ya kukera. Lakini sema haleluya. Hilo halijafanyika. Huoni kama wewe ni mwana habari? Anasema kwamba ambaye Mungu humtwaa kuwa mwana, huyo Roho hulia Aba, Baba. Unawezaje kuthubutu kusema haleluya katika mazingira ya Kikristo kama hii? Kweli inamaanisha kuwa nidhamu haifanyi kazi kwako. Tunakuadhibu. Tazama wale wa imani hawa wachungaji haramu wanaonisikiliza. Ni mara ngapi nimewaambia kwamba wale wa imani wamebarikiwa pamoja na muumini wa Ibrahimu. Haya wanaambia Abba. Aya ya 9. Kwa upande mwingine, tulikuwa na wazazi wetu wa duniani ambao walitutia adabu na tukawaheshimu. Sikiliza hii. Kwa nini tusimtii Baba yetu wa kweli vizuri zaidi? Kwa Baba wa Roho. Hei, angalia jinsi anavyosema. Kwa Baba wa Roho nasi tutaishi. Na tutaishi. Inakupa thawabu, inakupa ustawi. Je, unajua kuwa una baba tajiri ambaye bado hajakufunulia kila kitu kinachokuja? Kwa sababu ni lazima kukuadhibu, kukurekebisha. Anapaswa kukupiga. Baba yangu ni tajiri. Ilinibidi kungoja miaka ili kuielewa. Lakini pesa haziwezi kunisogeza. Ikiwa pesa inakupa motisha, inamaanisha kuwa haufai. Au unatumikia lakini bado hauko tayari kuimiliki. Unatumikia lakini hawakupi. Je, unajua ni nani wa kulaumiwa kwa kuwepo kwa umaskini? Mitume. Vatican. Wanampenda Papa sana na hayo yote. Hawa ndio wanaohusika na umaskini wa dunia kutoka kwa ulimwengu. Na bila shaka unajua kwamba singesema hili kama sikuwa na uthibitisho. Kwa sababu siendi unajua, sitaogelea umbali huo ili tu kuzama ufukweni. Ninapokuambia jambo, nina ushahidi nalo. Kwamba wale wote Reverend Bastards hawathubutu hata kuzungumza na mimi kwa sababu wanajua wao ni kwenda hasara. Nitaenda kukupa ushahidi wa ukweli wa Injili. Na hatuogopi mfumo huo hata kidogo. Sivyo kabisa. Na tutaendelea kuripoti. Na tutaendelea kukua.
na sisi ni kwenda kutawala dunia. Nilikuambia hiyo miaka iliyopita na inafanyika sasa. Sema mimi ni tajiri. Halo, chukua fursa na baba tajiri. Una baba tajiri. Yeye ndiye baba wa roho yako. Na unapaswa kurekebisha akili yako. Shika mdomo wako na ufunge inapokiri kitu kibaya. Ingia katika ufunuo. Anazungumza. Ungama mpaka uione. Mpaka uione ikidhihirika katika maisha yako. Angalia, wahusika wote katika Biblia wote walikuwa na pesa nyingi. Kwa nini huwezi kuipata kama upo wewe ni mali ya Mwana? Wametuibia sana. Uongo huo. Unajua kwamba makuhani si lazima kujaza fomu ya malipo. Lazima nijaze. Lazima nijaze. Lazima nijaze fomu hiyo. Lakini hawajaza fomu. Wanalindwa. Je, unajua kwa nini? Maana ndivyo walivyoidanganya dunia kwa kujificha kuwa viongozi wao hawana kitu. Lakini wanapaswa kuipeleka Vatican. Wanarundika huko. Mwanaharamu wa kiinjili alikuja kwangu mara moja na kusema, angalia, ikiwa unaweza kuepuka kulipa mishahara kama makuhani, tuko katika kundi moja la kidini, mfumo ule ule. Na nikasema vipi? Na nitajisikiaje kama raia? Nitaishi vipi kwa amani, haswa ikiwa majirani wote wataanza kusema, angalia, huyo mtu wa hapo halipi hata senti, wakati sisi lazima tuendelee kulipa. Yeye halipi chochote. Ninataka kujisikia kama raia mwema katika mahali ninapoishi. Nataka kuhisi kama ninashirikiana pia. Mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu. Naye akanijibu, hapana, 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 hapana. Lakini tazama, unachotakiwa kufanya ni kuapa, kula kiapo cha umaskini. Na nikamwambia, una wazimu. Unapaswa kuapa kwamba wewe ni maskini. Inabidi uingize msamiati wa mitume kinywani mwako. Sio ya Pablo. Paulo anasema, mwaijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba ingawa alikuwa tajiri alifanyika maskini ili kwa umaskini wake apate kuwatajirisha jamaa ya imani. Baba, utasimama kwa jina lake utukufu. Mwambie mtu aliye karibu nawe, ninachanjwa. Niko katika umoja wa Roho. Nami nimefanikiwa. Siogopi pesa. Ninajitangaza kuwa ni mzima. Imelindwa na chanjo hiyo. Ubarikiwe kwa kila baraka.